hungry for spiritual growth, keys to spiritual growth and maturity. Keys to spiritual growth and maturity. Labda niseme kila Mkristo anaweza kutarajia kwamba kesho yake itakuwa bora kuliko leo. Kila Mkristo anaweza. Kimsingi kila mwanadamu anaweza kutarajia, kuwa na expectations. Kwa sababu expectations are free. Lakini mtu ambaye ni mkweli kwenye hayo matarajio yake ni mtu ambaye anakuwa. Ni mtu ambaye ukija miaka 5 ijayo utamkuta yuko sehemu bora zaidi. Ni mtu ambaye anaitumia leo kuinvesti kwenye growth. Fursa huwa haziendi mahali ambako zinahitajika. Wangapi tunahitaji fursa hapa? Kila mtu, asilimia kubwa tunahitaji fursa. Lakini kuna fursa hatujazipata kwa sababu kuhitaji peke yake haitoshi. Fursa zinaenda mahali ambapo zinavutwa na mtu anayekuwa. Opportunities flow to those who grow. Mojawapo ya mentors wangu kwenye profession wakati naanza aliniambia tumia miaka 5 ya kwanza ku build competence kwenye unachokifanya. Yani sasa hivi aliniambia sasa hizi wala ustahili kulipwa. Kwa if you want serious money, hii miaka 5 ya kwanza chagua growth over finances. Yani ukiwa na fursa mbili, moja inakupa hela, nyingine inakupa kukua, chukua inayokupa kukua. Kwa nini? Kwa sababu hata kwenye taaluma kuna kitu kinaitwa 5% principle. 5% principle inasema watu ambao miaka 10 ijayo watakuwa mbali, kwa mfano kwenye taaluma, ni watu ambao wamefanikiwa kuingia kwenye 5% ya hiyo taaluma yao. Yani kwa mfano wewe ni daktari. Madaktari ambao miaka 10 ijayo they'll be making a lot of money. Watu ambao uko nao darasani ambao 10 years to come watakuwa wana make a lot of money, they are in high demand. You see them all over kwenye international platforms. Ni watu ambao wako kwenye 5% ya madaktari wa hii nchi. Yani they have worked on themselves, they have sharpened their craft to the extent kwamba they belong to the 5%. Sasa how do you get there? You get there by growing. Growth ndio inayokupeleka huko. Sasa hata kwenye maisha haya ya kiroho, fursa zina flow kuwafuata watu ambao wanakuwa, kumfuata mtu ambaye anakuwa. Tofauti ya wewe wa leo na wewe wa miaka 5 ijayo ni uwekezaji ulioko tayari kuufanya kwenye ukuaji wako wa kiroho. Yani kesho itakuwa kama leo tu, 5 years to come itakuwa kama leo tu if you don't invest today kwenye growth yako. Kama huta invest leo kwenye growth yako. Kuna milango kwenye maisha, mnafahamu zile automatic doors. Ukifika mlango ndio unafunguka. Sasa kuna milango kwenye maisha haitafunguka ukiifikia, ila itafunguka ukikua. Kuna milango kwenye maisha ambayo ina respond only to growth. If you grow then the door opens. If you grow the door opens. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndo system ambavyo Mungu ameziweka hapa duniani zifanye kazi kwa namna hiyo. Kwa mahali ambapo ukuaji wako umekupa kusimama, pataamua kwamba unaona mbali kiasi gani. Your viewpoint determines your point of view. Urefu ulionao kwenye ukuaji, sio stature, kwenye ukuaji wako. Ukuaji unakupa uwezo wa kuweza kuona sehemu ambayo mtu ambaye hakui hataona. Kwa growth inakuelevate, unafika mahali ambako unakuta hata competition hakuna tena. Kama kuna sehemu ambayo ni only 5% ya watu kwenye taaluma yako wapo, you only find 5%. Maana kuna opportunities ambazo hao watu wala hawazigombanii, kila mmoja anapata. That's how powerful and how important growth is. Sasa ukuaji wa kiroho una kitu kinaitwa ripple effect. Hebu sema ripple effect. Ukuaji wa kiroho unaweza ukasambaa kwenda kwenye maeneo mengine yote ya maisha yako. Yani ukiweza kukua kiroho, huo mwangwi, hii echo ya ukuaji wako wa kiroho itakata across kwenye maisha yako yote, kwenye emotions zako, itakata across kwenye afya yako ya mwili, itakata across kwenye mafanikio yako ya maisha. Spiritual growth ni button moja ambayo ukiipress ikabonyea vizuri, impact yake utaiona kwenye kila eneo. Yohana 3:1 inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako
kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho ikifanikiwa, afya itafanikiwa na maisha kwa ujumla wake yatafanikiwa. Maisha kwa ujumla wake yatafanikiwa. Kwa hiyo hiki kitabu kina principles, kina chapters kama 22, na wale ambao mmekuwa mkisikiliza podcast yangu ya Growing Up Spiritually, ile podcast ndo imepelekea hiki kitabu kikawepo. Ile podcast ndio imepelekea hiki kitabu kikawepo. Kwa hiyo ina chapters 22 na ndani yake kuna principle ambazo zinaweza zikakusaidia. Kitu cha muhimu sana unachopaswa kukielewa kwenye ukuaji ni ukweli kwamba growth is not automatic. Yaani huwezi tu kuamka asubuhi ukajikuta umekua, alafu hata wewe mwenyewe hujui kilichotokea ni nini. Kama tu ambavyo mtoto hawezi akazaliwa, alafu mkamchukua tu mkampeleka nyumbani, msimnyonyeshe, msimpe chochote, alafu mje kumwangalia after a week, mtarajie kwamba atakuwa amekua. Mtamkuta atakuwa amekufa. Kwa nini? Kwa sababu growth is not automatic. You have to put your hands to work. Kama utakuwa kiroho, lazima na wewe uwe involved. Growth is not a spectator's sport. Huu sio mchezo wa watazamaji. Mwambie mwenzako ukuaji sio mchezo wa watazamaji. It's not a spectator's sport. You have to be involved. You have to engage yourself kwenye ukuaji wako wa kiroho. Na kama hukui, maana yake ni kwamba unakufa. You are either growing or you are dying. Kwa you cannot grow with your mind on the neutral. You have to engage a gear. You have to engage a gear. Nimesema na dakika 15 20, kwa hiyo nitasema vitu vingi vizito alafu nitavisema kwa haraka. Najua utaenda kudigest taratibu kwenye kitabu. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya, nimesema kwa sababu ukuaji sio automatic. Maana yake pia hatukui kwa kuwa Wakristo tu. Yaani kuwa Mkristo haimaanishi kwamba unakuwa. Kuna tofauti kati ya Mkristo wa siku nyingi na Mkristo anayekuwa. Kuna tofauti kati ya Mkristo anayejua historia ya dhehebu lake vizuri, anayejua maaskofu wote waliotangulia, anayejua stori zote za waimbaji wa Injili, alafu na Mkristo ambaye anamjua Mungu na anakuwa katika ufahamu wa kimungu kila siku. Hao ni watu wawili tofauti. Kwa sababu ukuaji sio automatic, nataka nikuonyeshe kitu ambacho mwandishi wa Waebrania anasema hapa kwenye Waebrania 5:12 hadi 14. Biblia, huyu ni mtume Paulo naamini aliyeandika Waebrania, anawaambia, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumie maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa. Hebu sema zimezoezwa. Asante, kupambanua mema na mabaya. Sasa ukisoma kitabu nitakuelezea vizuri Waebrania ni kina nani na walikuwa wanafanya nini. Lakini just in a nutshell, Waebrania wakati wanaandikiwa hii barua iliandikwa mwaka wa 60 baada ya Yesu. Na kanisa lilianza mwaka gani? Kama mwaka wa 30 hapo, round about hapo 33 baada ya Roho Mtakatifu kushuka. Kwa wakati wa Waebrania wanaandikiwa hii barua, walikuwa wamekaa kanisani kwa miaka 30. Yaani walikuwa wameokoka, wanakuzidi wewe umri wako. Lakini Paulo anawaambiaje? Au mwandishi wa Waebrania, ili nisianze theological debates za kwamba ni Paulo au sio Paulo. Niseme mwandishi wa Waebrania anawaambia, sasa hivi mlitakiwa mwe walimu. Kwa miaka 30 mliokaa kanisani, mlitakiwa ninyi hivi vitu mnavyoniuliza, mlitakiwa nyinyi ndio mwe mnawafundisha watu wengine. Sasa kwa nini Waebrania wamekaa kanisani na hawajakuwa? Kwa sababu kukua sio automatic. Growth is intentional. Hebu sema growth is intentional. Unakuwa kwa kudhamiria. Unakuwa kwa kudhamiria. Kwa bila usipodhamiria kukua, utajikuta muda unapita, miaka inaenda, lakini kwako wewe mwenyewe hakuna kitu kinachobadilika. Kristo haumbiki ndani yako. Christ is not formed in you. Kwa nini? Kwa sababu you are not growing. Kwa mpango wa Mungu ni kwamba kuwe na uwiano kati ya umri wako uliokuwa Mkristo na ukuaji wako wa kiroho. Yaani kama umekaa kanisani miaka 10, miaka 5, basi tukija kwako wewe, hiyo miaka 5 tuweze kuiona. Kama ambavyo tunaweza tukaiona miaka 5 ya mtoto. Kuna level fulani, kuna vitu fulani anatakiwa wao wameanza kuvielewa akiwa 5 years. Sasa kwa Mkristo pia, akiwa na miaka 5, juzi nilifundisha Tafes Kairuki.
nilifanya apologetics, defending your faith. Alafu video nikawa nimeposti YouTube, alafu baadaye kuna reels tukawa tumeweka social media. Kuna jamaa akanitumia maswali mengi sana ambayo ametumiwa na rafiki yake. Amesikiliza video akamuuliza maswali mengi, very basic questions. Nikamuuliza jamaa, nikamwambia jamaa ameokoka? Sitaki kuambia aliniambiaje, lakini ni mtu ameokoka na hayuko mbali sana na mimi. Nikasema inakuaje ana maswali basic kiasi hiki? Yaani ameokoka ni nini sasa? Kama haya maswali unauliza vitu ambavyo yaani utakiwa ndio wokovu wenyewe huu. Yaani kama hujavielewa umeokokaje? Kwa sasa hiyo inakuambia kwamba tuna watu wengi ambao we are just going with the flow. Tunaenda kanisani, tunatoka, tunaenda huku, tunarudi, lakini we are not involved kwenye ukuaji wetu wa kiroho. Sasa kwa dakika chache nilizonazo, nataka nikupe viashiria. Sema viashiria. Yes, madaktari wengi, sio wote, asilimia kubwa. Nataka nionyeshe viashiria. Kama kulivyo kuna viashiria vya magonjwa ya mlipuko, nataka nikupe viashiria vya Mkristo asiyekuwa. Vichache afu tunaishi hapo. Kiashiria cha kwanza, Mkristo asiyekuwa ni mwepesi sana kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Unafikiri kwa nini tuna manabii wa uongo wengi sana na wanafanikiwa? Yaani ni kama vile easiest way ya kukusanya kusanyiko kubwa ni kuwa mtu ambaye anafundisha vitu visivyoeleweka, alafu unachanganya hapo katikati na sarakasi mbalimbali. Utajaza watu. Lakini ukifundisha neno sahihi kwa namna sahihi, ni kazi kukusanya watu. Sasa tuna manabii wa uongo wengi kwa sababu tuna Wakristo wa uongo wengi pia. Tuna Wakristo wa uongo wengi. Kuna nabii mmoja mkubwa kule Dar es Salaam alikosea namba kwenye TV. Badala ya kutoa namba yake yeye akatoa namba yangu mimi. Na hatufahamiani, labda tu kwenye kuitaja alikosea. Sasa ilikuwa kila baada ya kipindi, mke wangu atakwambia, yaani simu yangu ilikuwa inakuwa kama call center. Simu zinamiminika. Ndani ya sekunde zinaingia simu 30. Sasa baadaye wakati naongea na wale watu ndio nikajua huyo mtu ni nani, na mimi sijawahi hata kumsikiliza, lakini najua tu ni wale watu controversial. Sasa baadaye nikasema labda nimtafute, nimwambie arekebishe namba, kwa sababu kwanza alikosea namba ya maombezi. Bora hata angekosea ya miamala basi hiyo zinaingia hela. Alikosea namba ya maombezi. Lakini baadaye mke wangu akaniambia, hivi katika hawa watu wote walioko hapa Dar es Salaam na walioko hapa Tanzania, kwa nini akosee namba yako wewe? Is it a coincidence? Yaani kwa nini akukosea akawapa namba ya mhuni tu fulani huko mtaani? Kwa nini hawa watu Mungu amewachannel kwako watu wote hawa? Then hiyo ikaamsha kitu ndani yangu. Kwa hiyo nikaanza kuongea na wale watu kama kazi, kama vile ni ajira. Yaani natenga muda kabisa, napokea simu. Na kwa sababu wakipiga wanajua wanampigia yule, wanaanza kufunguka sasa kunielezea. Hamna kipindi ambacho nimeleta watu kwa Yesu kirahisi kama kile. Kwa sababu kwanza ukija najua watu mnawaheshimu manabii sana kuliko mnavyoheshimu wachungaji, watumishi wa Mungu, mchungaji wako anayekuchunga kila siku. Kwa mtu anavyoongea kwa nabii, na nabii anaongea kwa utulivu, anakuwa tayari kusikia chochote anachoambiwa. Sasa baadaye mwishoni namwambia, sasa kwa nini nikutajie namba yako ya simu wakati unaijua? Kwa nini sikupe Yesu? Sababu kama issue ni kumtajia mtu namba yake, wewe mwenyewe ukiwa serious unaweza kukariri namba yako ukaijua mwenyewe kichwani. Kwa nini mimi nihitaji? Kwa nini sikupe Yesu? Kwa hiyo nikawaleta watu kwa Yesu. Kitu ambacho niligundua kipindi kile, naamini pia Mungu alinipa ile experience makusudi. Nilikuwa ninaongea na Wakristo waliokaa kanisani miaka mingi. Sasa namuuliza, huku unatafuta nini? Anasema huku unatafuta solutions, changamoto na shida. Kwa nini usimuombe Mungu mwenyewe? Umekuwa Mkristo miaka 20. Nagundua huyu ni Mkristo wa miaka 20, lakini ni kama Waebrania wanaitwa ni mtoto mchanga. Ufahamu wake siku akikutana na majaribu ana melt. Kwa changamoto, kiashiria cha kwanza cha Mkristo asiyekuwa ni kwamba Mkristo asiyekuwa atabebwa kiurahisi na mafundisho potofu. Waefeso 4:14 inasema, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku. Hebu sema tukitupwa huku na huku. Umeshawahi kutupwa huku na huku? That is a very strong image Biblia inachora kichwani kwako. Tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Yaani Paulo anasema ukiwa Mkristo asiyekuwa, watu watakuwa wanakucheza one touch. Ushawahi kuona watu wanacheza one touch? Mpira unapigwa kule, mwingine anapiga. Kwa kama huna fundisho, kama hukui,
ukamjua Mungu, ukawa solid in your faith. Watu wasiotumia kwa halali neno la kweli, they will have you for lunch. Watakuwa wanakutupa huku na huku. Mtu akitaka kujaribisha tu kitu chake, ana funuo lake hata sio la kibibilia. Akitaka kulijaribisha tu atalijaribisha kwako. Alafu baada ya miaka 10 ndo anakuambia bana, ile tulijaribisha tunaona haifanyi kazi, tujaribu kitu kingine. Kwa hiyo unakuwa ni kama yule panya wa laboratory yule wa kufanyia majaribio ya kisayansi. Lakini namna ya kuwa salama ni kuwa Mkristo anayekuwa. Kwa hiyo kiashiria cha kwanza cha Mkristo asiyekuwa ni Mkristo ambaye ni mwepesi kuchukuliwa na upepo wa elimu. Yaani kuna mtu akikutana na reel moja wapo tu social media. Kuna jamaa kule Dar es Salaam alisema mahali kwamba Yesu hakuwa Mungu wakati akiwa hapa duniani. Alikuwa mwanadamu tu kama mimi. I was like, okay. Sasa rafiki zangu ambao walienda ile kwenye hiyo occasion, wakatoka pale wako very convinced kwamba ni kweli. Yaani Yesu alikuwa kama yeye tu, yani ameambiwa hivyo. Ndio maana Yesu alisema kazi alizofanya tunaweza tukafanya kazi kubwa zaidi kama hizo. Okay, kwa nilipokutana nao ngambia okay. Huyo jamaa ameongea kwa dakika ngapi? Akasema kama nusu saa. Kwa ngambia ni nusu saa mtu ameshakutoa kwenye Ukristo tayari, ni half an hour. Wewe umekaa kanisani miaka mingapi hadi unatolewa kwenye imani kwa dakika 30? Kwa ngambia kama Yesu alikuwa mwanadamu wa kawaida kama wewe, hebu niambie wewe ni lini umemsamehe mtu dhambi? Unamkumbuka yule mtu aliyeingizwa kwenye paa la nyumba akashushwa? Yesu alimwambiaje cha kwanza? Alimwambia umesamehewa dhambi zako, si ndio? Unamkumbuka Yesu msalabani alimwambiaje yule mwizi? Alimwambia leo utakuwa na mimi paradiso. Unaweza kwenda paradiso ukiwa na dhambi zako? Kwa hiyo Yesu anaonyesha uungu wake. Huwezi kumsamehe dhambi mtu kama hajakukosea wewe. Mdogo wako aliwahi kuvunja friji nyumbani au TV, alafu baba na mama hayupo, wewe na mdogo wako mko darasa la 5 na la 4, alafu ukamwambia mdogo wako umesamehewa hii dhambi yako, na yeye akakuamini. Yaani ukitaka uamini kwamba wewe huwezi kumsamehe, ukimwambia bado ataendelea kulia, kwa sababu anajua TV sio ya kwako. Anajua hakuweza kumwambia hivyo. Baba akija akamwambia mwanangu usijali, fedha na mali ni mtu upewa na babaye, lakini wewe ni mwanangu, TV imevunjika, tutatafuta nyingine. Uone kama ataendelea kulia, kwa sababu anayesamehe ni aliyekosewa. Kwa kama Yesu anasamehe dhambi, maana yeye ndo aliyekosewa. Uungu wa Yesu Kristo. Sasa siko hapa kufundisha kuhusu uungu, lakini ninachotaka kusema ni kwamba usipokuwa na muscles kwenye hii dunia tunayoishi yenye roho zidanganyazo, dunia ya siku za mwisho, it was very hard. Niwaambie, ilikuwa ngumu sana kuwapata baadhi ya watu kwenye conference. Tulienda baadhi ya sehemu, wadogo zangu walienda, wakapeleka barua, wakapokelewa, lakini baadaye wakaambiwa the last time watu wameenda huko walipewa vitu vya ajabu, si waliombewa vitu vya ajabu, si walipakwa, si vitu gani. Kwa hiyo mwalimu anasema hapana, mimi siwezi kuwaruhusu wanafunzi waende. Sasa hao ni watu ambao wanafanya kazi ya injili inakuwa ngumu, inafanya hata watumishi wa kweli wa Mungu wanatiliwa mashaka, kwa sababu kuna watu wengi wasiotumia kwa halali neno la kweli. Sasa namna ya wewe kuwa salama ni kukua. Kiashiria cha pili, Mkristo asiyekuwa atamelt under pressure. Ukimweka kwenye pressure atayeyuka. Unajua hapa duniani Yesu alisema kuna dhiki, si ndio? Kwa kuna kipindi cha kupita. Ndio maana Biblia inasema utakapopita katika maji mengi hayatakugarigisha. Utakapopita katika moto, mwali wa moto hautakufanyaje? Kuchoma. Utakapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana anasema atakuwa pamoja na wewe. Kwa kuna nyakati za kupita. Sasa Mkristo asiyekuwa, nyakati zake za majaribu zikifika, hicho ndio kipindi ambacho atapotea kwenye ramani. Muda wote kabla ya majaribu kufika ni muda wa kutengeneza muscles. Ni muda wa kukua na kumjua Mungu, kiasi kwamba unafikia stage kama Stefano, unapigwa mawe alafu unaangalia mbinguni, unamwambia Bwana wasamehe hata hawajui walitendana. Yaani kwa vitu ninavyoviona sasa hivi, acha tu wanipige. Yaani hiki anachokifanya hakilingani na utukufu niliouona. Sasa kwa mujibu wa research, Wakristo wa kanisa la mwisho hili la siku za mwisho
tunaongoza kwa kuwa weak. Yani hata imani zingine sitazitaja washagundua. Unafikiri kwa nini they are taking over Europe? They are sweeping Europe kwa sababu wamegundua kwamba Wakristo ni weak. Ukiwapa pressure, usiupress them. Unajua timu zinazo press zile kwenye football, ukiwa press wanasahau maelekezo yote ya kocha, wanasahau kila kitu, wanashangaa tu magoli yanaingia. Kwa they have discovered kwamba kuna kwa siku hizi wao wanafanya advertisement, wanaweza wakaenda kwenye makutano ya barabara wakaanza kufanya ibada zao pale, inabidi msimame muwasubiri. Wana flex muscles. They have discovered kwamba believers tumekuwa weak. If you bully them, wanakuachia urithi wao Mungu aliowapa. Sasa ili usije ukaondolewa kwenye urithi wako, usije ukanyang'anywa hata vitu ambavyo Mungu amekupa, kwa sababu vita zipo. Then inabidi uwe hodari. Inabidi ukue uweze kuwa na spiritual muscles. Ayubu na mke wake, hivi kati ya Ayubu na mke wake nani alipata jaribu zito zaidi? Usio kaniambia mke wake hakujaribiwa. Ile ilikuwa ni jaribu. Lakini yeye alikuwa ni kama yuko nyuma ya mtu. Ayubu anapigwa majaribu yote. Halafu anasemaje? Anasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina lake lihimidiwe. Huyo ni mtu anayemjua Mungu. Na pale mwanzoni hata Biblia wakati inaanza kitabu cha Ayubu ilisema Ayubu ni nani? Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Ni mtu wa Mungu, mtu anayemjua Mungu. Ayubu anapigwa majaribu yanazidi, anasema though he slay me yet shall I trust him. Yaani sijui Mungu anafanya nini, lakini mimi ninamwamini kwa sababu namjua. Lakini kwa mke wake ilikuwaje? Majaribu yalivyohit, kuna extent ya majaribu ilivyofika, she melted. Anamwambia Ayubu mkufuru Mungu ufe. Ungekutana na Ayubu siku za wakati mwema, maisha yanaenda vizuri, usingejua kwamba ndani ya mke wake kuna udhaifu mkubwa. Lakini huo udhaifu ulikuwa exposed na majaribu. Majaribu yana kawaida ya kukuexpose. Sasa ili uweze kusimama nyakati kama hizo, you have to be a growing Christian. Uwe Mkristo anayekua, ili uweze kusimama nyakati kama hizo. Kanisa la kwanza walikuwa tofauti. Ngoja nikupe mistari miwili tuwaone kanisa ambalo sisi tumejengwa juu yao walikuwaje. Matendo 4:29 na 30 inasema, basi sasa Bwana yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu. Hiyo ni moja. Matendo 5:41 inasema, wakakubali maneno yake, nao walipowaita mitume. Hapa sasa ni Petro na Yohana. Hapa juu walikuwa wamekamatwa wakaambiwa wasihubiri. Hapa mstari huu wa 41, wakawapiga, wakawaamuru wasiseme kwa jina lake Yesu, kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka kwenye lile baraza. Wakafanyaje? Wakatoka. Sasa kwa mfano ni wewe umetoka kuhubiri. Halafu ukakamatwa, ukawekwa ndani, halafu ukapigwa na ulikuwa unafanya kazi ya Mungu. Ukitoka hapo ukarudi hostel, utaenda kufanyaje? Unaenda kutafuta ile playlist yako, si ndio? Ya nyimbo za masikitiko, wakati unalia wewe unasikiliza. Hili limeniumiza sana. Kitoka hapo unamuuliza Mungu, kwa nini umeyaruhusu? Lakini Biblia inasema, sikiliza walichofanya baada ya kupigwa. Inasema wakatoka kwenye lile baraza wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wanastahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Hao ndio Wakristo Yesu waliowafia msalabani. They left there rejoicing. Waliondoka wakiwa wana furaha. Unajua ukisoma historia ya kanisa, moja ya vitu vilivyoliimarisha kanisa ni persecution. Nyakati za majaribu mazito ndizo kipindi ambacho Mkristo anatakiwa aendelee kuwa imara, yani amkaribie Mungu zaidi. Adui mkubwa wa kanisa ni nyakati ambazo wala uhitaji kuomba, yani kila kitu kinaenda sawa tu. Hata shetani hana habari ya kukushambulia kwa sababu huna impact hivyo, wala kukuacha uharibu chochote. Kwa anaamua tu waishi na wewe kwa staili hiyo. Mshirikiano. Passiveness. Lakini kipindi cha majaribu, ndio maana Nigeria, wewe iangalie tu Nigeria.
Iangalie wale watu wanaopigwa risasi, mtu anauawa, anawashika watoto wake, mama anauawa kwa sababu tu amesema, amekataa kumkana Yesu. Anakufa, sio kwamba anawekwa gerezani, anakufa, na sio mmoja. Hilo kanisa lipe muda. Lipe muda. Ajenda ya Mungu ya nyakati za mwisho iko huko Afrika, na tusipokuwa makini tunaweza tukajikuta sisi wote tunaongea mambo yanayotokea Nigeria. Lakini naamini Bwana anatupa ufunuo wa neno lake ili tujialign kwenye hii flow ya kimungu ambayo Mungu anaifanya, na sisi tuipate nafasi yetu hapo kwenye move ya kimungu. Kwa Mkristo anapaswa, ambaye hakui kipindi cha pressure atayeyuka. Mkristo asiyekuwa, kitu cha tatu tunamalizia, ni mtu ambaye ataishi chini ya kiwango. Ni mtu ambaye ataishi chini ya kiwango. Unajua kuna vitu vya kimungu ambavyo vimewekwa kwa ajili ya Wakristo wanaokuwa, sio kwa ajili ya watoto. Kila muamini aliyeokoka ameanza kama mtoto. Ndio maana Biblia inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Naomba kile kitabu chetu cha kuzindua kiendelee kuja, na malizia hapa. Sasa kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka mahususi kwa ajili ya watu wanaokuwa. Yaani kwa mfano, kuna vitu ambavyo badala umuombe Mungu akupe, wewe kuwa tu. Wewe kuwa, just grow into them. Recently tulikuwa tunatoka kanisani, mwanangu wa kiume ana miaka 3. Akaanza tu kuniambia, "Daddy, can you please buy for me a bicycle?" Sasa nilikuwa ninawaza kumnunulia baskeli, siku nyingine nilikuwa naona kama hayuko tayari bado. Lakini sasa hizi nilivyoanza kumuona yuko tayari, na yeye ndo akaanza kudemand. Kwa hiyo nikamwambia, "Bebu, pray about it." Nikamwambia omba. Afu pale akaomba, afu akamaliza. Huwa tunawafundisha kumsikiliza Mungu. Kwa akimaliza kuomba na mweza, Mungu amekuambiaje? Tulia, sikiliza uniambie Mungu anasemaje. Akasema, Mungu amesema uninunulie leo. Nikamwambia, "Hebu mwambie basi Mungu na mimi aniambie kama ni leo." Lakini alipata baskeli, sio kwa sababu anataka. Mimi nilimpa baskeli kwa sababu nilikuwa nimemuasesi kwamba sasa hivi anaweza akaimanage, mdogo wake atakuwa salama, na yeye mwenyewe pia atakuwa salama, dada yake atakuwa salama. Yaani niliona amefika umri sasa, hii ni kitu ambacho anakiweza. Kwa hata kwenye mambo ya rohoni pia kuna muda, kuna vitu viko reserved. Kuna vitu viko reserved kwa ajili ya Mkristo anayekuwa. Kwa wakati wewe unamwambia Mungu nipe, Mungu anakuambia kuwa uchukue. Biblia inasema hivi kwenye Isaya, inasema Isaya 9:6 inasema, "For unto us a child is born, unto us a son is given." A child, huyo ni Yesu Kristo anaongelewa. Yesu alikuwa ni a mixture, wakati anazaliwa he was a child and he was also a son of God. Sasa anasema unto us a child is given, unto us a child is born, but a son is given. Sasa angalia kinachofuata baada ya kuwa introduced to a son. Anasema, "And the government shall be upon his shoulder." The government, Mungu hawezi akaiweka serikali yake juu ya mtoto. Kwa a child is born, yes, but a son is also coming along, and on the shoulders of the son the government is going to rest on his shoulders. Huo ni utawala, hayo ni mamlaka. Nimewatia moyo kwamba unahitaji kumjua Yesu zaidi. Yaani kwenye devotion zako tenga muda umjue Yesu zaidi. Mjue Yesu. The government is on his shoulder. Kwa sababu hii government ambayo iko kwenye shoulders za Yesu sasa hivi iko ndani yako wewe. Iko ndani yako wewe. Kwa the government is upon the. Kwa ukiendelea kuwa mtoto, kuna operations ambazo Mungu hawezi akakuamini kuziweka kwenye mabega yako, kwa sababu serikali haiweki kwenye mabega ya mtoto. Serikali inawekwa kwenye mabega ya mwana anayemjua baba yake, mwenye mahusiano na baba. Mwana ambaye hata kama hatataka kwenda msalabani, lakini kama ni mapenzi ya Mungu anatoa room. Ambia Mungu, hiki kikombe kwenye ubinadamu wangu nisingependa kukinywea, lakini I know you have kept your government on my shoulders and that means something. Kwa kama kwenye agenda yako hii ndio namna pekee, let's do it. Let's go for it. Hiyo ni maturity au sio maturity? Hasa Mkristo anayekuwa ni Mkristo ambaye Mungu atamwamini kwa ajili ya upako zaidi, kwa ajili ya nguvu ya Mungu zaidi, kwa ajili ya watu zaidi. Mungu atakuamini kwa ajili ya resources zaidi, kwa ajili ya ufalme wake, kama wewe ni Mkristo ambaye unakuwa. Mara zote maombi yangu mimi namwambia Mungu aniongezee capacity.
kwa sababu najua what I am seeing now, hata nguvu ya Mungu ninayo experience sasa hivi. Sio kwamba ndio nguvu yote iliyopo. Waefeso 3:20 inasema Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno, si ndio? Kuliko tunayoyawaza na tunayoyaomba, lakini ni kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi, sio mbinguni, ndani yangu mimi. Kwa kama kuna kiwango cha nguvu ya Mungu inatenda kazi ndani yangu na mimi siridhiki nacho, maana yake mimi hapa ndo sijairuhusu. Yaani kama umeme wa TANESCO upo, halafu wewe ndani wako unaona kabisa vitu haviendi kama vinavyotakiwa, shida sio umeme unaoingia, shida ni wewe hapo kwenye wiring zako. Kwa nguvu ya Mungu ipo, lakini we have to make room kwa ajili ya hiyo nguvu ya Mungu iweze kufanya kazi, na unaongeza capacity yako ya kufanya hivyo ukiwa Mkristo anayekuwa. Na ni mpango wa Mungu, nimalize kwa kusema ni mpango wa Mungu tuwe tunakuwa. Ndio maana Paulo anasema hatimaye mzidi. Mfanyeje? Mzidi kuwa hodari. Yaani kadri siku zinavyoenda unatakiwa pia uendelee kuongezeka. Biblia inasema naye yule mtoto akakua katika hekima na kimo. Huyo ni Yesu Kristo. He grew both in wisdom and stature. Yaani usikue stature peke yake, you should also grow in wisdom. Yaani unavyoendelea kubadilisha madarasa, unatoka first year unaingia second year, third year, you should also be growing spiritually. You should be growing in wisdom as well. Uendelee kukua katika hekima na katika kimo. Naomba niishie hapo, nafikiri in summary hiyo inatosha sana. Hiyo ni sehemu ndogo ya kilichopo kwenye hiki kitabu. Nilikuwa nataka nikusomee yaliomo, kwa naomba mniruhusu nikitoe kimoja hiki. Kitabu kina chapter 25 na nitakusomea titles. Sura ya kwanza inasema kukua ni kudhamiria. Ya pili, kwa nini unahitaji kukua kiroho. Ya tatu, kuwa ili umiliki na kutawala. Ya nne, Mkristo asiyekuwa anamwekea Mungu mipaka. Sura ya tano, ukuaji unaleta badiliko la kudumu, metamorphosis. Sura ya sita, namna sasa ya kukua kiroho. Sura ya saba, viashiria vya Mkristo anayekuwa. Hapa nimekupa vya asiyekuwa. Kwenye kitabu utakutana na vya asiyekuwa na vya anayekuwa. Unajuaje sasa kwamba umeanza kuwa serious na umeanza kukua? Sura ya 8, namna ya kupata kilicho bora kutoka kwenye neno la Mungu. Sura ya 9, nidhamu za kiroho na ukuaji wa kiroho. Sura ya 10, nafasi ya muda binafsi na Mungu kwenye ukuaji wa kiroho. Inayofuata, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. That is another one. Nyingine ni aliyeketi akasikiliza. Hizi ni episodes actually. Wale mliokuwa mnasikiliza podcast, hizi ni episodes. Kukosa utulivu ni dalili au kiashiria. Kama una utulivu, hiyo communication yake hapo ni nini? Kutoa uzito kwa mambo ya kiroho. Always connected, hiyo ni sura ya 15. Jinsi ambavyo unaweza ukawa muda wote umeunganishwa na mbingu. How to live like that. Hey baby. Dhibiti kinachotokea kwenye mazingira yako. Dhibiti kinachotokea kwenye mazingira yako. Control your atmosphere. Sura ya 17, namna ya kuituliza na kuinyamazisha nafsi yako. Sura ya 18, tafakari, meditation. Meditation, how to meditate. Scripture meditation. Sura ya 19, tafakari kama siri ya ukuaji. Sura ya 20, muda binafsi na Mungu na ukuaji wa kiroho. Sura ya 21, ukuaji wa kiroho na ufanisi kwenye ufalme wa Mungu. Sura ya 22, ukuaji wa kiroho na imani yenye matokeo. Sura ya 23, imani inakujaje? Sura ya 24, makambi binafsi ya maombi na ukuaji wa kiroho. Na sura ya mwisho, ukuaji wa kiroho kama kinga dhidi ya mafundisho potofu. 132 pages zilizojaa nguvu ya Mungu ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Sasa wakati tunajiandaa na hii launch, nilimwambia mke wangu kwamba hiki kitabu nataka kiombewe na mamangu. Ile nguvu ya Mungu ambayo uliachilia kwangu ile ikafanya kazi, nataka uiachilie kwenye hiki kitabu ikaguse maisha ya hawa vijana na watumishi wa Mungu. Kwa naomba uje halafu utamwomba taomba, halafu atakata utepe, halafu tutakuwa tumefika mwisho. Wow. Tunaweza kusimama? Please. Nitaomba niimbe wimbo ambao naupenda sana kabla ya kufanya hili zoezi. Asante sana Patrick kwa hii heshima. Thank you.
Hata sikujua. Asante sana. Bwana kubariki. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu na zaidi yako hapana mwingine. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa mianga, Jehova ndilo jina lako. Ni nani Mungu mwingine aliye kama wewe? Mungu unayeutangaza mwisho tangu mwanzo. Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu. Ribo shakarabo saria baba shaka. Naliadhimisha jina lako mchana wa leo. Nalibariki na kulitukuza jina lako, Mungu mkuu mno. Wewe unatamalaki mbinguni, unatamalaki duniani, unatamalaki hata kuzimu. Ribo shakaria basanda rabo shaka. Asante kwa neema na kibali machoni pako. Asante kwa zawadi ya mtumishi wako ambaye Bwana kwa neema yako umemleta duniani na kumweka mikononi mwetu. Libarikiwe jina lako, wewe ambaye Bwana umempa kulijua kusudi. Asante kwa kumsaidia Bwana na kumtia nguvu kulifanyia kazi kusudi ambalo kwalo umemweka juu ya uso wa nchi. Tunajua Bwana ya kwamba si kwa uweza wala si kwa nguvu. Neema yako Bwana imekuwa juu yake wakati wote. Umemsaidia Bwana, umemtia nguvu, umemlinda, umemtunza na kumhifadhi yeye na familia yake. Asante kwa ufahamu na maarifa ambayo Bwana umempa. Lakini Bwana hajanyamaza akabaki na ufahamu huu peke yake, bali Bwana umempa neema ya kuweka significance. He has not only been succeeding, but Lord, you have helped him that he has been able to be significant, to touch the lives of many. Umemsaidia kugusa maisha ya wengi. Umemsaidia Bwana kupitia ufahamu huu na neema hii. Ametugusa sisi wote kwa uandishi wa vitabu mbalimbali. Natazama kitabu hiki tena ambacho Bwana umempa kina, naye ameshare na sisi yale mafunuo ambayo Bwana umempa, ameweka kwenye kitabu. Tunakubariki Bwana kwa zawadi ya kitabu hiki. Asante kwa maarifa yaliyoko ndani yake. Baba, tunakiweka wakfu kitabu hiki. Tunakiweka wakfu kwa ajili yako mwenyewe, kwa kila atakayekisoma Bwana. Roho wako mwema, yeye aliye mwalimu wetu, yeye atufundishaye, Bwana akaseme na kila atakayekisoma. Asante kwa kuwa umesema kwa neno lako kupitia mtumishi wako kwamba utukufu wako unavuta, utukufu wako unakusanya. Basi Bwana, kupitia utukufu wako kwa kitabu hiki, watu wengi wakavutwe kwako, watu wengi wakapate kina katika kukujua wewe, watu wengi wakakue katika ufahamu kwa kimo na maarifa katika kukujua wewe Kristo Yesu. Na Bwana wakaishi, wakauone wema wako, wakaone Bwana baraka zako katika maisha yao. Ninambariki mtumishi wako Bwana, nabariki na kazi zake na kila anachokifanya, familia yake na watoto wake Bwana, kwamba watabarikiwa na wewe kama ambavyo anabariki wengi. Basi Bwana, maisha yake yakabarikiwe, akatunza na kuhifadhiwa katika wewe. Endelea kumpa mafunuo na endelea kumsaidia kutushirikisha Bwana. Na kiweka wakfu kitabu hiki katika jina la Mungu Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Karabo shakaraba sakaraba sakaribo sikaribo shandaraba si. Karaba sakabash. Faith out, Messi please. Come. Karaba sakabasharia basi. Karaba sakabasharia basi.
Rabo shaka basi. Rabo shanda raba sakaribo shuri basi. Mkaseko. Rabo shaka raba sakaba shinda raba. Kara basi. It's the bigger vision. Thank you. Thanks so much. Asante. Thanks so much. Naomba niwatie moyo watumishi wa Mungu na kuchukua hiki kitabu kwa shilingi 200,000. Amina, naomba mke wangu awasalimie tu kabla hajaondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku njema ya leo aliyotupa. Hongereni sana kwa kuwepo kwenye uwepo wa Mungu kutoka asubuhi mpaka sasa hivi. Ni jambo la baraka sana na ni neema, sio kawaida kabisa kuwepo katika uwepo wa Mungu uliojaa na kufurika. Bwana wabariki kila mmoja wenu aliyokuja. Najua kuna wengine wanaendelea na mitihani, wengine wamemaliza. Hongereni sana na hongereni sana kwa kuwepo na tunashukuru sana kwa uwepo wenu. Asante sana mama kwa kuja na familia yetu yote. Bwana wabariki. Mchungaji Jezaya, God bless you so much. Asante kwa kuja na kuwepo na sisi. Tunawapenda. Bwana wabariki. Amen. Asante, tumekaribia mwisho. Tukimaliza tutafanya book signing pale nyuma. Hiki kitabu ukikutana nacho huko mtaani kitakuwa 20,000. Lakini mimi nataka nyewe wote mpate kitabu. Kwa mnataka kwa shilingi ngapi? Sio kanitajia bei ambayo unajua hautakisoma. Unajua shida pia kitu kikipewa cheap sana wewe mwenyewe ukipi uzito, si ndio? Okay, at least 10,000, si ndio? At least 10. Au kama una kiu sana, alafu una 10,000 wewe njoo. Mimi nikikuona uso wako nitajua kama uko serious kiasi gani. Lakini you get it for 10,000. God bless you. Naomba timu yangu aje, timu ya maandalizi, please come. Tumefika mwisho. Mje wote. Sijui Dr. Pregol yuko wapi? Salome please. Naomba mje wote ndani. Nataka nifanye kitu ambacho kwetu sisi ni cha muhimu sana. Tukiwa tumefika mwisho. Again, mama asante sana. Thank you so much for your love. Always thank you for shaping me. Kipindi hicho nikiwa naenda shule sekondari form 1, nimesoma Faraja Seminari hapa Moshi by the way. Kwa wakati naenda shule mamangu akaniambia, "Pati, ukiona unaitwa Pati ujue ni issue serious hapa." Mbea Pati na kutuma shule kwenda kufanya vitu viwili. Ananiuliza vitu vingapi? Namwambia viwili. Ananiambia Yesu na shule. Yesu na nini? Narudia Yesu na shule. Kwa hiyo nikiwa hapa naelekea zangu kwenye stendi ya Mabogini, napita hapo kichwani naimba tu Yesu na shule. Yesu na shule. Na Mungu amenisaidia kwa kweli, wewe ushauri umenishape, ukani keep on track. Na hadi leo bado ninafanya. Saizi nafanya Yesu na mambo mengine yote ambayo yapo. Thank you so much. Hapa mbele yetu ni timu yetu ya maandalizi. Na kwa kweli hawa watu wa Mungu wamejitoa sana. Wamejitoa sana. Yaani ile sacrifice, they have sacrificed. Leo ni siku ya ngapi ya maombi? Rita. 30 ngapi? 31. Consistently praying for 31 days. Chain prayer, lakini kila siku usiku for 1 hour. Hawa ni wanafunzi wa chuo. Wanasoma medical science huko, a lot of things. Lakini 1 hour every day for prayers. We have done a half night. Mimi nimekuepo hii wiki nzima hapa. Wamejitoa kwa hali na mali. Hii fire conference imekuwa na vita pia. Kwa sababu na wenyewe walikuwa front line. Kuna mishale ambao wamepambana nayo wao wenyewe. Yaani kama hii wiki nafikiri hizi siku za mwisho Shetani aliamua kwamba sasa ameshindwa vitu vingine vyote, akaamua atukwaze. Yaani atafute namna ya kukwazika, atufanye tukwazike. Kwa akaanza na mimi, yaani baadaye tukakubaliana na wadogo zangu wachache ambao nilikuwa naongea nao kwamba sasa tuamue tu kumsamehe kila mtu atakayetukwaza kuanzia leo kuendelea. Kwa hiyo kwanza lolote tulishasamehe, yani kwa sababu hatuna room tena. Tulijua Shetani anatutafuta hapa tukwazike, mambo yaharibikie mwishoni. Lakini they have been there on the front. Na God bless you so much. I prayed a blessing for them.
niliwabariki ile siku ya mkesha, lakini mimi when I look at you, I see pastors. I see pastors. I see servants of God. I see servants of God. Naona watu ambao ni culture catalysts. Watu ambao wanaenda ku change the culture, ku change the trajectory ya jinsi ambavyo vijana wa nchi hii watakuwa wanafanya maisha na kuwa wanafanya mambo. So God bless you so much. Thank you so much. Dr. Pregod nimesoma naye Ilboru. Wakati mimi niko form 6 yeye alikuwa form 5. That's where we met and we became brothers. Hadi leo ni specialist wa magonjwa ya kina mama, anamalizia hapo KCMC pamoja na Salome. Salome ni mke wake daktari naye. Mungu aliwaleta kwenye maisha yetu na they have been a blessing. Pregod, bila Pregod nisinge, Mungu alimtumia yeye kunifanya nije Moshi tena tangu nikiwa chuo. Ambao mjui, mimi nikiwa chuo nilikuwa vice president wa Kasfeta. Kwa aliyekuwa ananikaribisha kipindi hicho alikuwa ni Pregod, na ndio kipindi ambacho nilianza kuja Moshi mara kwa mara, hadi baadaye tena alivyokuja masters ndio nikaanza tena kuja Moshi. Kwa I believe kwamba kuna kitu cha kimungu, lakini something unique that Pregod is carrying. Pregod ana a gift of administration. He can run so many things at a go. Yani ana shule, ana nini. Hapa amerudi usiku saa 8 ndo ananiambia ametoka Arusha, ameona mgonjwa, amechukua nini vitu ambavyo tunavihitaji. Kwa we could not have done what we are doing without watu kama hao. Hao ni washukuru sana, lakini Salome, thank you so much. Najua muda wote ambao Pregod alikuwa anafanya hayo mambo ni muda ambao ulikuwa ni muda wa familia, ni muda wa shule, lakini amejitoa. Asanteni sana. Faith iko wapi? God bless you Faith, mdogo wangu mwingine huyu ambaye amekuwa frontline na timu yote, Rita, Joyce, Grace, Glory, yani hao wote majina yao yapo, Jerivian, with this Esther, Mariana, Esther mwingine. Mungu awabariki sana. Veneki Matomori, Mungu awabariki wote. Helen, wote kabisa. God bless you so much. Nawapenda. We love you. We love you so much. Mungu awabariki sana sana sana. Sara, God bless you so much. Faith, Anna Masaka, God bless you. Sarah Victor, God bless you so much. Sijamuona, kuna mtu sijamuona Nisi. Where is Nisi? Nisi yuko mwanzoni pale. God bless you so much, so much, so much. I speak a blessing to you. Mliwaahidi nini baada ya event? Pizza, si ndio? Kwa mjiandae, baadaye ni pizza tunakula. God bless you so much. Let's believe God. Mungu awabariki. Tunaweza tukarudi. Tumefikia mwisho kabisa. Na namshukuru Mungu, saa hizi ni saa 9 kamili. God bless you so much kwa kuwepo na kwa kuwa sehemu. Nataka twende tukamshukuru Mungu, alafu nikutamkie baraka ya Bwana. Unaweza ukasimama pale ulipo. Kasimame pale ulipo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika mahali hapa na ambaye umezungumza naye, umegusa maisha yake. Najua kwamba Bwana, neno lako hili lenye pumzi yako halitakurudia bure, litatimiza mapenzi yako, na limeshatimiza mapenzi yako, limeshafanya kile ulichosema. Bwana, tunakuadhimisha na kukutukuza. Pokea sifa na utukufu na heshima. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Pastor Josiah. Asante kwa ajili ya huduma yake. Asante kwa ajili ya moyo wake wa ufalme, kwa ajili ya moyo wa unyenyekevu ulioweka ndani yake. Lord, I'm praying a blessing over him in the mighty name of Jesus. Bless his ministry, bless his family, bless his wife, bless his children. Bless everyone, Father God, who is connected to him in the mighty name of Jesus. Bwana, ukampe kuendelea kufanya vizuri, kuendelea kugusa maisha ya watu wako katika jina la Yesu. Bwana, ninakuomba neema yako Bwana Yesu ikamfunike kila mmoja wetu, tukaondoke hapa tukiwa tumefunikwa na utukufu wako katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Bwana, tumeomba na kuamini na kupokea. Amen. Again. Let's honor the man of God. Let's celebrate Pastor Josiah again. Thank you so much, my brother. God bless you so much. Thank you for coming. God bless you. Hakikisha uondoki bila kitabu. Pata kitabu pale nyuma. Na mimi nitakuwepo pale kwa ajili ya kusaini na kupata picha. Mungu awabariki sana.